وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Naam, taban tunaendelea na Bulughul Maram, na jana tuko katika babul udhu. Tulisimamia katika hadithi ambayo ilikuwa inaelezea habari ya kuanza kama alivyoanza Allah subhanahu wa ta'ala, ibda'u bima bada Allah bihi, akhrajahu an-Nasa'i hakadha bilafdhi al-amri wa huwa inda Muslim bilafdhi al-khabar. Naam, leo tunaondokea hadithi hapo mbele, wa anhu bimaana, ukisikia wa anhu ni huyu rawi wa hadithi ya mwanzo. Hadithi ya mwanzo ambayo tulisoma jana wa an Jabir. Kwa hiyo wa anhu bimaana adh-dhamir yaudu ila Jabir. Naam, wa anhu ay kutoka kwa Jabir radhiallahu anhu qala, nasema kana alikuwa an-nabii sallallahu alayhi wasallam idha tawadda, alipokuwa akitawadha na akichukua udhu, adara al-ma'a ala mirfaqaihi, akhrajahu ad-Darqutni bi isnadin dha'if. Alikuwa idha tawadda adara al-ma', neno adara la kusudiwa kwamba alikuwa ni jara, akipitisha maji, na alikuwa kupitisha kwa maana na kueneza. Adara al-ma, alikuwa akipitisha maji na kueneza maji, ala mirfaqaihi, mpaka katika kiwiko chake, kwa maana sehemu ya mkono huu, sehemu hii inaitwa mirfaq. Idha adara al-ma, alikuwa anapopitisha maji, yani alikuwa anapotawa idha tawadda, anapotawadha, adara al-ma, akipitisha maji na kueneza, ala, kwa maana mpaka katika sehemu ya mirfaqa, sehemu hii ya kiwiko. Akhrajahu ad-Darqutni bi isnadin dha'if. Wa anhu radhiallahu anhu qala, amesema kana an-nabii sallallahu alayhi wasallam idha tawadda, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anapotawadha kuchukua udhu, adara al-ma'a, akipitisha maji na kueneza maji, ala mirfaqaihi, mpaka katika kiwiko, yani kwa maana sehemu hii. Hadithi hii kwa mujibu wa Ibn Hajar Asqalani ameandika kwamba ni biisnadi dhaifu, kwa hiyo ni hadithi dhaifu. Sasa hadithi dhaifu mara nyingi katika elimu ya mustalahul hadith inakuwa huwezi kuitumia kama ni hoja, na vile vile huwezi kuitumia katika fadhailil a'mal. Ala sabili mithali, tuchukulie kwa maana mtu anabishana na mtu, bwana pitisha maji katika kiwiko, hili ni jambo lipo, nipe dalili. Na hadithi ya Jabir kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kana idha tawadda adara al-ma'a ala, basi pale pale mjadala umeisha, kisa hadithi hii dhaifu. Kwa hiyo hadithi dhaifu hutumii kama ni hoja katika munakasha, na vile vile inakuwa huwezi kuitumia katika masala kama hayo. Kwa hiyo hii ni hadithi ambayo ni dhaifu, ingawaje kama alivyoandika Ibn Uthaymeen maana yake ni sahihi, kwa sababu kuna riwaya nyingine katika sahihi Muslim ya Abi Huraira inasema kwamba annahu, hakika yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam tawadda fa ghasala dhira'aihi, alichukua udhu bwana Mtume na akaosha nini, dhiraa zake, hatta ashra'a fil adad, mpaka akafika katika sehemu inaitwa al-adad. Al-adad ni kuanzia hapa mpaka hapa, hii inaitwa al-adad. Kwa hiyo akatawadha bwana Mtume akapitisha maji mpaka sehemu ya al-adad. Kwa hiyo iko hadithi ambayo inaashiria kwamba tendo la kufikisha maji mpaka hapa hili lipo, isipokuwa hadithi hii ni hadithi ambayo ni dhaifu. Naam, hadithi ya pili inafuatia hapo, wa an Abi Hurairah radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la wudhu'a liman lam yadhkur isma Allah alayhi, akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibn Majah bi isnadin dha'if. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la wudhu'a, yani hakuna udhu, la wudhu'a, hakuna udhu, bimaana si sahihi, haupasi. La udhu'a, hakuna udhu, liman, kwa yule ambaye lam yadhkur, hakulitaja ismullah, jina la Allah,
alayhi, ile wakati wa kuchukua udhu, kwa wakati anapoanza. La udhua, hakuna udhu, liman, kwa yule ambaye lam yadhkur isma Allahi alayhi, hakulitaja jina la Allah alayhi wakati yule anachukua udhu, kwa maana hakusema bismillah, bismillahir rahmanir rahim, anaanza pale, basi mtu huyo anakuwa udhu wake haukutimia. La udhua, hakuna udhu, liman, kwa yule ambaye lam yadhkur isma Allahi alayhi, hakulitaja jina la Allah wakati pale anapoanza kuchukua udhu. Hadithi hii akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibn Majah biisnadin, kwa sanadi iliyokuwa ni dhaifu, kwa maana kwamba hapa huwezi kuchukua hoja ukasema kwamba mtu yoyote ambaye hakusema bismillahi wakati anapochukua udhu hana udhu. Naambia bwana, hadithi ni dhaifu. Kwa hivyo hii si hoja hiyo. Udhu unakuweko. Wal-Tirmidhi, na katika mapokezi ya Imam Tirmidhi katika Sunani Tirmidhi imekuja riwaya an Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id nahuhu, imekuja riwaya ya Sa'id bin Zaid na vile vile Abi Sa'id nahuhu, yani kama hiyo mfano wake nahuhu. Waqala, lakini Imam Ahmad akasema hivi, la yathbutu fihi shay'un, la yathbutu fihi shay'un, kwa maana hakijathibiti, la fihi, katika hili shay'un, chochote, la yathbutu fihi shay'un, hakijathibiti chochote katika jambo hili, kwamba ukichukua udhu hukusema bismillahi udhu hauna. La yathbutu, la yathbutu, hakijathibiti fihi, katika jambo hili ndani yake shay'un, kitu chochote. Imam Ahmad yeye ndio moja kwa moja akaikata mzizi wa fitina. Kwa hiyo hadithi hizi tunasema vile vile ni dhaifu, si hoja, ingawaje katika masala haya ya kielimu haya, hususan katika mambo ya elimu ya sayansi ya hadithi, mustalahul hadith, al-allama al-muhaddith al-sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, hadithi hii akaisahihisha hii hapa, la udhu'a liman lam yadhkur isma Allah, akasema ni sahihi. Kirudi katika sunan ya Imam Abu Daudi, yani vitabu vile alivyosahihisha inaandikwa sahihu Abu Daudi, utaikuta hadithi hii amesahihisha. Na ukienda vile vile katika sunan ya Imam Tirmidhi, Imam Al-Albani rahimahullah ameandika saa katika kitabu hicho kinaitwa sahihu Tirmidhi, akaisahihisha hadithi hii kwamba ni sahihi. Lakini maulama wanasema pamoja na usahihi wake bado halijawa jambo hili la kwamba mtu hakusema bismillahi udhu hana, na wakastadili katika jambo ambalo wanasema hii bismillahi kama ingelikuwa ni hivyo, basi taban ingelikuwa ikisikika hata kwa masahaba bismillahir rahmanir rahim, lakini hata masahaba alikuwa hakuna hadithi iliyokuja ikazungumzia kwamba ndio mwendo huo wa masahaba na mtume mwenyewe kwamba bismillahir rahmanir rahim, isipokuwa ni jambo ambalo lilikuwa la kupendeza kwamba mtu akianza jambo la khairi aanze bismillah, lakini si kwa maana kwamba hukusema bismillah na udhu huna. Hiyo maulama wamesema hadithi hii ni dhaifu. Naam, hadithi inafuatia hapo mbele, wa an Talha bin Musarrif an abihi an jaddihi, kutoka kwa Talha bin Musarrif an abihi, kutoka kwa baba yake, an jaddihi, kutoka kwa babu yake, radhiallahu qala, amesema raaitu, nimemuona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala mtume sallallahu alaihi wasallam, yafsilu, akitenganisha, yafsilu, akimayyiz, akitenganisha baina almadmada, baina ya kusukutua, wal istinshaq, na kupandisha maji puani. Akhrajahu Abu Daudi biisnadin dhaif, na vile vile hadithi hii ni dhaifu. Wa an Talha bin Musarrif, kutoka kwa Talha bin Musarrif, an abihi, kutoka baba yake, an jaddihi, kutoka kwa babu yake, radhiallahu qala, amesema raaitu, nimemuona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yafsilu, akitenganisha, baina almadmada, baina kusukutua, wal istinshaq, na kupandisha maji puani. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yakhudhu ghurfatan lilmadmada,
akichukua gao la maji katika kinganja chake kwa ajili ya kusukutua, kisha achukua mengine kwa ajili ya kusukutua, yani ya kupandisha maji puani. Kwa hii ndio hiyo kwamba yafsilu, akitenganisha, maana hakuwa kama tulivyosoma nyuma na huku mbele zaeleza hadithi kwa magao moja hili, kinganja kimoja hichi kinafanya mambo mawili, sukutua na hapo hapo unapandisha maji, inakuwa ni 2 in 1, yani kwa maana vitu viwili katika kinganja kimoja. Sasa hii hadithi inasema alikuwa akichukua anasukutua, achukua maji mengine hapa ni shampuani. Ni hadithi ambayo ni dhaifun. Hadithi inafuatia hapo mbele, wa an Ali fi sifati al-udhu, kuhusu namna gani bwana mtume alivyokuwa kitawadha. Anasema Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, thumma kisha tamadmada, akasukutua sallallahu alaihi wasallam, wastanthara, na akapenga 3 mara 3. Thumma kisha tamadmada, akasukutua bwana mtume sallam, wastanthara, akapenga, na ile kufanya fye ndio ile wastanthara, kwamba akatoa maji puani 3 mara 3. Anasema Ali, yumadmidhu, akisukutua, wayanthuru, na akipenga hayo maji kutoka puani, minal kaffi, kwa kiganja kile kile, alladhi, ambacho ya'khudhu minhu almaa, alichokuwa akichukua maji. Akhrajahu Abu Daudi wa Nasa'i. Anasema yumadmidhu, akisukutua, wayanthuru, na akipenga maji, bila shaka alikuwa tayari shapandisha, minal kaffi, kwa kiganja, minal kaffi, ambacho kiganja ndo kile kile kimoja tu, alladhi, ambacho ya'khudhu minhu alma, alichokuwa amechukulia, ya'khudhu minhu alma, amechukulia maji. Kwa hiyo hapo utaona kiganja kile kile asukutua, apandisha maji puani, alafu anapenga. Anasema Ali ibn Abi Talib fi sifati al-wudu, kuhusu namna gani ya udhu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma tamadmada, kisha akasukutua, wastanthara, na akapenga 3 mara 3. Yumadmidhu, akisukutua, wayanthuru, na kupenga maji puani, minal kaffi, katika kiganja ambacho ndicho ambacho alladhi ya'khudhu minhu alma, alichokuwa akichukulia maji, kwa maana ni kiganja kimoja. Kwa hivyo hadithi hii inapingana na hii ya mwanzo ambayo tumesema hii ya mwanzo ni hadithi ni dhaifu.